Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, bado tunakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni, na wakati huu tunaelekea huko nchini Lebanon ambapo inadaiwa kwamba kundi la wapiganaji la Hezbollah na nchini humo limejitengeneza upya na kwamba limekuja kwa kasi na linaweza kukabiliana na Israeli wakati wowote, na hii ni taarifa ambayo imetolewa na afisa mkuu ambaye ni mwanasiasa nchini Lebanon. Taarifa zilizotolewa na mwanasiasa huyo kutoka nchini Lebanon zinasema kuwa upinzani nchini Lebanon umepata nguvu tena, bado upo na unaendelea na unaweza kukabiliana na adui wakati wowote iwapo utaanzisha mashambulizi ya ardhini. Hezbollah kwa ufupi imepata nguvu kwa mara nyingine tena na imejitengeneza upya, na ni kundi ambalo sasa linatajwa kuwa tishio zaidi kuliko makundi mengine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kupitia moja kati ya wawakilishi wake katika bunge la Lebanon, alisema wiki hii Hassan Ezzedine kutoka wilaya ya Tiro alichaguliwa kwa mara ya kwanza katika bunge mwaka 1992. Ameeleza akisema kwamba upinzani nchini Lebanon umerejesha afya yake, alisema, na gazeti la mjini Beirut la Al-Akhbar limeripoti habari hizo. Hezbollah inajiita yenyewe kama upinzani katika taifa hilo la Lebanon. Upinzani nchini Lebanon umepata nguvu kwa mara nyingine, unaendelea kuwepo na unaweza kukabiliana na adui wakati wowote ikiwa adui ataanzisha mashambulizi ya ardhini. Ezzedine alinukuliwa akisema Hezbollah ilikuwa haijashindwa. Alieleza zaidi, kundi hilo la Hezbollah lilivamiwa na Israeli mwaka uliopita na liliingia katika makubaliano ya usitishaji wa mapigano ulioanza kutekelezwa mwezi Novemba mwaka uliopita. Tangu wakati huo Israeli imeshambulia mara kwa mara malengo ya Hezbollah nchini Lebanon. Hezbollah ilitajwa kuwa mbioni kunyang'anywa silaha kama ambavyo inataka kutokea kwa Hamas, lakini maafisa wakuu wa Hezbollah walionekana kushinikiza kurejea kwa mara nyingine tena, huku serikali ya Lebanon chini ya Rais Joseph Aoun ikilazimishwa na Marekani iwanyang'anye silaha Hezbollah, lakini imeshindwa kufanya hivyo, na kwamba kundi hilo limejijenga kwa mara nyingine tena, na inadaiwa kwamba kwa wakati huu lina silaha nyingi zaidi na lina vijana wengi zaidi ambao wamejiunga na jeshi hilo. Hezbollah bado ina nia na motisha pamoja na sababu ya haki ya kulinda ardhi na utu. Ezzedine alisema maeneo kadhaa ambayo Israel inayadhibiti nchini Lebanon hayatasalia chini ya udhibiti wake, lazima itajiondoa tu baada ya mashambulizi makali yatakayofanywa na wapiganaji hao. Wabunge wanaohusishwa na Hezbollah wanadai kuibuka upya wakati wa sherehe iliyofanywa na Hezbollah ya kuwaenzi mashahidi wa kivita. Ezzedine alisisitiza kwamba upinzani nchini humo uliamua kujijenga upya na sasa upo tayari kwa ajili ya makabiliano na maadui wakati wowote, na kuna uwezekano ikaanzisha mashambulizi kutokana na baadhi ya mashambulizi yanayofanywa na Israel. Tutaendelea kutekeleza majukumu yetu katika ngazi ya ubunge, kisiasa na chama kuishinikiza serikali kujumuisha kifungu cha ujenzi na ujenzi mpya katika bajeti ya mwaka 2026, kwani ni moja kati ya vipaumbele vya mpango wa serikali vya msingi katika serikali hii, Ezzedine alisema. Alisema zaidi kwamba kipaumbele chetu cha pili ni kumfukuza adui kutoka katika ardhi inayokaliwa, lakini alionya hali ya kawaida na amani na Israel kwamba hii inaweza kuvurugika wakati wowote. Kuhusu mazungumzo nchini Lebanon juu ya kuanzisha uhusiano na adui Israel, ni jambo ambalo linakataliwa na kulaaniwa kwa sababu watu wengi wa Lebanon wanakataa kuanzisha uhusiano wa serikali ya Lebanon na Israel, na siamini kwamba serikali inataka hili, Ezzedine alisema, na ameeleza zaidi kwamba inasikitisha kwamba baadhi ya wawakilishi na wanasiasa katika vyombo vya habari wameanza kuendekeza pendekezo hili. Alisema hili jambo halitowezekana. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.